Na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii. Hujambo, na nichukue nafasi kukualika katika mazungumzo yetu maalum haya. Na leo tumepata fursa adhimu ya kuzungumza tena na Dr. Sheikh Abdulrazak Amir, msomi wa dini ya Kiislamu ambaye amekuwa ni nguzo muhimu katika kufafanua na kuweka mwanga kwenye maswala na mada mbalimbali ambazo zimekuwa zikiibua mjadala katika maisha kila siku ya Muislamu. Leo tutazungumza mada mbili tutakazozigusia ni Maulid pamoja na ndoa. Maulid yamekuwa na mjadala wa muda mrefu katika ulimwengu wa Kiislamu. Wapo wanaoyaona kama njia ya kukuza mapenzi dhidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wapo wanaosema kwamba maulidi hayakuwahi kufanywa na mtume hata masahaba zake. Katika gumzo hili tutatafuta ufafanuzi sahihi wa kielimu, wa kihistoria na wa kifiki ili Waislamu wapate mwongozo wa kutekeleza sherehe hizi kwa njia inayompendeza Mwenyezi Mungu. Na kadhalika katika masuala ya ndoa, kama sote tunavyojua, ndoa ni msingi wa kiroho na kijamii katika maisha ya Muislamu. Kwa hiyo leo pia tutajaribu kupitia hilo swala la ndoa kwa uchache, wakati tukijiandaa kuleta mada yake kwa mapana kabisa. Mimi ni Awadhi Rashidi, ndiye nahodha katika mazungumzo yetu ya leo, na tumepata heshima tena kwa mara nyingine kuwa na Dr. Sheikh Abdulrazak Amir. Dr. karibu sana. Asante sana. Ni heshima kuwa na wewe tena katika kipindi chetu hiki. Asante. Tunazungumza mada zetu mbili, Maulid pamoja na ndoa. Kwa kuanzia, maana yote yana mafuhumu marefu sana. Asante. Maulidi ni nini na kwa mujibu wa historia ya Kiislamu? Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru kwa mara nyingine tumekutana kwenye kipindi hiki cha kuelimisha jamii, na mada ambayo mmeiteua leo hii ni Maulid, na nadhani kwa sababu ndio kipindi chenyewe ambacho Maulid zinakithiri, lakini ndio mwezi ambao pia alizaliwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa hakika kuizungumza Maulid na wakati huo ndoa ni kwa sababu ni kipindi ambacho vile vile ndoa nyingi zimekithiri, lakini wakati huo kuna uwiano baina ya maulidi na ndoa, kwa sababu ndoa nyingi za Waislamu huwa zinatanguliwa na maulidi au zinahusishwa na maulidi wakati huo. Neno maulidi kwa hakika ni mazazi, na ni kifupi tu cha tarehe za kuzaliwa kwa mtume. Nasema maulidun nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kuzaliwa kwa mtume. Na maana yake ni kwamba Waislamu ukifikia mwezi na tarehe ambayo kihistoria alizaliwa bwana mtume, hukaa vikao mbalimbali, wanasema wakasoma maulidi. Kwa hivyo maulidi husomwa, maulidi husherehekewa. Na kusomwa maulid maana yake ni kwamba ile historia ya mtume tangu kuzaliwa, na mara nyingine kabla hata ya kuzaliwa mazingira gani yalikuwepo, kisha baada ya hapo alizaliwa katika hali gani na mazingira gani, walohudhuria katika mazazi yake, waliomlea, nasabu yake, kizazi chake ametoka wapi, lakini kubwa zaidi kutaja tabia zake. Kwa hiyo maana ya kusoma maulidi na milango ile ya maulidi ni kusoma historia ya mtume na kuelimisha watu kwamba huyu bwana alizaliwa Maka, alizaliwa na fulani na ndugu zake ni fulani, asili yao, nasabu yao ni hii, ilikuwa na tabia hii ya nasabu. Kwa hivyo haya yote ndio kisomo cha maulidi. Lakini kusherehekea maulidi ni kule watu kuwa na furaha kwa kukusanyika pamoja, mara nyingine wakala pamoja, wakaimba kasida mbalimbali za kumsifu mtume na kumsifu Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa zaidi pakatolewa na mawaidha ambayo sio lazima yawe yanahusu kuzaliwa tu mtume, mawaidha yenye mambo ya maadili ambayo mtume amewahi kufundisha. Mukhtasari wa maulidi ni hiyo hali ya watu kukusanyika na kuadhimisha jambo kama hilo. Naam. Dokta, tubaki hapo kidogo kwenye Kiswahili, maana kidogo ni mtaalamu. Kwa nini mazazi si uzazi au kuzaliwa? Ni matumizi tu ya watu. Kuna wanaosema mazazi, kuna wanaosema kuzaliwa. Na katika lahaja za Kiswahili au ni matumizi, ni kama kusema shekhe wangu na shekhe langu, kama kusema njia, ndia, amenenepa, amewanda.
Kwa hivyo ni matumizi tu. Kuna wanatumia neno mazazi ya mtume, kuna wanatumia neno kuzaliwa kwa mtume, lakini yote yale ni maana ya maulid ya mtume. Sawa. Kuna mjadala kwamba mtume aliwahi kusherehekea mazazi haya. Taban hizo ni ikhtilafu na ni mjadala kama ulivyosema kwamba aliwahi kusherehekea. Sisi ndo tunamsherehekea yeye. Asingejisherehekea. Lakini pia huo msingi si mzuri ukiutumia. Kwa sababu hii dini ya Uislamu ukiuliza swali kama hilo, kuna maeneo mengi utaingia utakwama. Na hapa napenda tuelewane. Hatutaki kufanya ni mjadala wa maulidi inafaa haifai, kwa sababu wasikilizaji wetu ni watu tofauti na si wote wana uwezo wa kujua zile kanuni zinazoweza kutumika, principles zile kuhukumu mambo. Hawana usomi huo. Hawana usomi huo. Lakini tuseme ule mjadala kwamba maulidi inafaa, maulidi haifai, je, watu kukusanyika wakasherehekea na nini, jambo la sawa sawa au ni bid'a, ni swala la kimjadala ambalo limekuwa hata wengine kutoa wengine katika dini, kwa maana kwamba wanaoamini hivi wametoka katika dini. Kwanza ningetaka kusema kwamba ukisoma Qur'ani inazungumza kuhusu maulidi ya mitume mbalimbali, yani kuzaliwa kwa mitume mbalimbali, na inaonyesha kwamba ilikuwa ni wakati muhimu sana. Unajua, kusomwa kwa maulid katika baraza nje ikifaa kusema kwamba kama tunazungumza maulidi ya mtume, maulidi za mitume wengine zimetajwa. Musa alayhi salam tangu kabla hajazaliwa mpaka amezaliwa maulidi yake imetajwa. Nataka tuelewane, maulidi imetajwa maulidi yake mpaka mazingira mazito ya kuzaliwa kwake, mpaka akaenda mwishowe ikabidi mama amtupe kwenye mto na sanduku lile, mara akatoka dada yake kufuatilia kusihi, amwambia fuatilia athari ya sanduku hili, fabasurat bihi mpaka mwisho wa aya, mpaka faltaqatahu alu firauna liyakuna lahum aduwan wa hazna. Watu wa Firauna wakaokota lile sanduku, kisha wakataka kumuua yule mtoto kwa sababu ni wa kibani Israeli. Kisha mke wake bibi Asia akasema la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidhahu waladan wa hum la yashurun, simuue, tunaweza kumfanya ni mtoto wetu, alafu watu hawezi kujua kwamba si wa kwetu, akawa na yeye ni mtoto wetu na sisi hatuna mtoto, kama ukota. Hiyo ni maulidi inatajwa na namna alivyokulia. Kisha akaingilia kati pale binti ambaye ni dada yake, akasema hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lahu nasihun, je, nisikujulisheni familia itakayomlea na ikamnasihi ikamtunza vizuri. Qur'an inasema faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha, tukamrejesha kwa mama yake ili macho yake yaweze kuburudika, walitaalama anna wa'da Allahi haqq, na ajue kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu kumrejesha ni haki. Maulidi yake imetajwa, maulidi ya Musa mpaka haya. Katizame maulidi ya Isa alayhi salam, namna ambavyo mama yule alipata mimba bila mume, akatengwa na jamii, kisha mpaka akamzaa katika hali ya tabu, akakosa chakula alipomzaa, akaambiwa tikisa mtende huu, tende zikaanguka, akala, mpaka Isa anakuwa ni kijana barobaro. Maulidi yake imetajwa. Na kwenye barzanje kinachotajwa ni maulidi, si lazima barzanje, hata maulidi nyingine yote ile, sumtu durari na nyingine panatajwa, mbali na wasifu wa mtume, mazazi yake au kuzaliwa kwake. Kwa hivyo unaweza ukakataa jina lakini content ni ile, na hicho kitu nataka tuelewane. Kwa sababu watu wanaokataa maulid ni watu wanaofanya kitu kinachoitwa ijtimai, ambayo ukiitafuta katika hadithi kwa neno hilo ijtimai hutoipata. Watu wanaona Zanzibar ijtimai, Zanzibar kuna ijtimai, watu wanakusanyika alafu wanasikiliza mawaidha. Na kwenye maulidi ni hilo hilo, tofauti tu ni kwamba hii inaitwa maulidi, ile inaitwa ijtimai. Sasa unaweza ukakataa maudhui yaliyowekewa kitu, lakini maudhui unayakubali, lakini ile jina hulitaki, kwa sababu hakuna anayekataa kutaja historia ya mtume, kuzaliwa kwake na familia yake, asili yake, wa akrim bihi min nasabin taharahu Allahu min sifahil jahiliya. Uzuri ulioje wa huyu Muhammad
ambaye Mungu kamtoharisha na sifahil jahiliya, uchafu wa jahiliya. Ana nasabu taharahu Allah min sifahil jahiliya. Unamtaja, unamsifu. Sasa hakuna anayepinga kumsifu mtume, hakuna anayepinga kutolewa mawaidha, hakuna anayepinga kasida. Masala ya dufu kuna tofauti kwa watu, na hizo ni ikhtilafu tofauti, na hata waliosema haifai kuna maeneo wanaruhusu kwa ijmaa ya Waislamu kwamba hapa dufu linafaa, wanawake wakiwa peke yao kwenye harusi wanaweza kupiga dufu, hata wanaokataa maulidi. Kwa hivyo tuna haja ya kuelewa vizuri kwamba tunakataa nini. Naam. Dr. Abdrazak, katika dunia leo ambao watoto wetu wanapenda waonunulie fulana zenye picha za mchezaji wake mathalan anayempenda, kila mtu katika anatamani kumweka mtu wake ingie moyoni, iwe ni kiongozi au nini. Sisi Waislamu tuna nafasi gani ya kutangaza hii tarehe ya mtume, mazazi yake, na kuzidi kumsema, kumtangaza kila mwaka, ili mtume huyo ambaye anatajwa kuwa rehema ya viumbe wote kubaki katika mioyo na akili za watoto wetu? Kwanza, mbali na kuwa kuna hoja nyingine ya msingi ambayo tungeidokeza kwa mtu wa kawaida angeweza kuelewa, lakini kwanza Qur'ani imeahidi kwa bwana mtume Mwenyezi Mungu manake kwamba atanyanyua utajo wa Muhammad. Wa rafa'na laka dhikrak, tutanyanyua utajo wako. Kwa hivyo ni mmoja katika faraja za mtume aliyepingwa, akatengwa miaka 3 katika shamba la Abu Talib, akadhulumiwa yeye na wafuasi wake, kuwa jina lake litaendelea kutajwa ila yaumil qiyama, na Mungu kaahidi kwamba utaendelea kutajwa, warafa'na laka dhikrak. Lakini Mungu anaposema tumenyanyua utajo wako, anayemtaja nani? Ni sisi, kwa amri ya Mungu, kwa mafunzo ya Mungu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku anatajwa katika adhana mara 5, zaidi ya mara 1 katika adhana 1, lakini mara 5 katika adhana 5 kwa mfano. Lakini anatajwa duniani kote ili jina lake libaki, kwa sababu umma ambao haumtaji na kumwadhimisha kiongozi wake, umma ule hauna dira, na taban utapewa kiongozi wa kuazima. Ndio tatizo hilo. Na sisi tunapomwenzi kiongozi ni kama hivyo, ni kufanya yule kiongozi akite katika mioyo yetu. Ndio Mungu akatuwekea utaratibu, qad qamatis salala, tunasimamisha sala, lakini ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Muhammadan rasul, afqad qamatis sala. Ni ya nani? Ya Mungu, lakini Muhammad anatajwa. Anatajwa nini bwana? Lakini Mungu ndivyo aliweka. Unataka kuingia katika Uislamu, ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Na mitume wengine tunawaamini, lakini ukishamwamini Muhammad utafunza mengine. Kwa lazima la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kwa hivyo kumadhimisha kiongozi ni kumfanya akite katika mioyo ya wale wafuasi na kurithishwa kizazi kinachofuata. Na maulid ni katika sehemu ya kulijenga hilo. Na mimi nataka kusema kwamba huku kwetu ni sehemu ya utamaduni. Nataka kusema kwamba haikuwa maulidi ni katika mwezi tu au tarehe tu mtume alozaliwa. Katika utamaduni wetu, mtu akifungua nyumba mpya akifanya maulidi, akifungua biashara mpya akifanya maulidi, akipata mtoto, sisi tunasema anatoka 40 sijui anafanywa hakika, lakini na maulidi inakuepo. Akipata jambo la kheri lolote anaita watoto usoma. Haya mambo yanaanza kutoweka kwa sababu ya mapambano na vile vita vya kuyapinga. Lakini ni sehemu katika utamaduni. Inafanya ile attachment na mtume iwe ni kubwa. Yale mafungamano yetu na huyu bwana mtume yawe ni makubwa. Mbali na kuwa maulid zina athari kubwa sana katika kuingiza watu katika dini. Historia ya maulid huku kwetu imeleta athari kubwa sana ya kushawishi wasiokuwa Waislamu kujua Uislamu. Kwa hivyo sisi tunatakiwa tuendelee na utamaduni huu, kwa sababu hata katika nchi wanapotoka wengi wanaokataa hizi maulidi, kuna tarehe za kuadhimisha wakubwa wao, na inakuwa ni siku ya mapumziko, kwa sababu ina maana. Kama nchi ya Tanzania ina siku ya Nyerere, na wewe Muislamu huendi kazini, ni mapumziko, na unaitambua, kitu gani kinakufanya uwe na kiherere cha kukataa siku ya mtume?
Na kwa nini watu wameweka siku ya Nyerere? Kwa sababu hawataki Nyerere afutike katika mabongo. Maanake sisi tuloishi katika utawala wa Nyerere angalau tunamjua, tumemuona, tunafahamu historia yake. Haya vituko vyetu anaweza kutoweka katika mabongo yao kama hakuna siku maalum ya kumwadhimisha na kumtaja. Kwa hivyo ni makosa makubwa ya kiufundi kwa umma wa Kiislamu ukija kuondosha vitu kama hivi. Kwa sababu hatimaye ukiwa wewe huna mtume, kesho utakuwa huna Mungu, huna Qur'ani na hutakuwa na dini. Dr. Abdulrazaki, katika Maulidi tunaipata kusikiza historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inasoma Qur'an tukufu, lakini pia mara nyingi tunakithirisha sana kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye hatumswalii hapo kwenye Maulidi tu, tunamswalia hata kwenye kila pahali kwa vile ambavyo Mola ameagiza na namna ambavyo tumelazimishwa kufanya. Kwa faida tu chache, ni zipi faida na tija za kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwanza niseme kumsalia mtume ni maelekezo ya Qur'an. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii aya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kwa walosoma lugha, kwanza ina taarifa ya kwanza ambayo ni kauli taarifa. Mungu anatoa taarifa kwamba hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamswalia mtume. Hiyo ni kauli taarifa, umepewa habari. Kisha pakaja na insha, amri ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu sallu, sasa na nyie mloamini mswalieni. Kwa hiyo wa kwanza alianza ni Mungu na malaika. Na sisi tumetakiwa tulifanye hilo. Na ndio nataka kupigia mstari kidogo hapa kwamba lau kama Waislamu wakikutana mahala, kama tunakwenda kukutana mahala kwa ajili tu ya kumsalia mtume, hawajaita Maulid, msalia mtume, vipi hilo? Nalo ni bid'a, halifai. Lakini kwa wale mabwana hawakosi majibu, watakwambia inafaa kumsalia mtume, lakini mtume hakukusanyika wala watu kukusanyika, sio hiyo ni bid'a. Kwa lazima wakusanyike mahali pamoja msalie. Yani hawakosi la kusema. Wakati tunafahamu ibada za jamaa zina thawabu zaidi za pamoja kuliko kufanya mtu peke yake. Tamam. Hata unapotaka kwenda kuomba mvua, wanaambia kusanyikeni wengi na ikiwezekana na wanyama na mifugo yenu pia. Na kuna tija. Naam, katika wingi wa pamoja kufanya ibada kuna tija zaidi. Sasa kumswalia mtume kumethibiti katika hadithi nyingi sana kwamba ni katika mambo yanaondosha balaa, ni katika mambo yanampa mtu thawabu nyingi za akhira. Mbali na kufanya tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, kuna kumswalia mtume. Sisi na watu wa tasawuf na tariqa tunaamini kwamba hata mtu akiwa na matatizo lukuki akaamua kuketi akamswalia mtume, mara nyingi Mungu humfungulia mambo yake, kwa sababu mtume ametumwa kwa ajili ya rahma na jina lake lina rahma na baraka. Sasa hakuna mjadala baina ya Waislamu kwamba inafaa haifai, bali mtume anaswaliwa mpaka kwenye swala. Maana swala za Waislamu wanamswalia mtume, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, ndani ya sala. Na Imam Shafi ametamka hivyo kwamba akitoa shairi yake maarufu anasema, enyi nyumba ya mtume, familia ya mtume, kuwapenda sisi, kuwapenda nyinyi ni faradhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandikia. Kuwapenda ahlul bait, kuwapenda ahlul bait, familia ya mtume akiwemo mwenyewe bwana mtume sallallahu. Kisha anasema kafakum, inatosheleza tu kwamba mtu asiyekuswalieni katika sala hana sala. Imam Shafi anasema. Kwa hivyo sisi tukiwa katika tahiyatu, na wengine wanasema tashahudi kwa upande wa mashia, pale mtume anaswaliwa. Na si kusaliwa tu, swala yenyewe inakamilika kwa kumpelekea salamu, assalamu alayka ayuhan nabiy, tunamsalimia bwana mtume. Sasa huyu Muhammad ambaye ametutoa matongotongo anastahili zaidi ya hivyo, sio kuombewa tu na Mwenyezi Mungu, sababu ila Allahumma salli ala Muhammad, unamuombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe amani, ampe nafasi nzuri, ampe makamu makubwa. Kwa hivyo sisi hakuna kubwa tutakaweza kulifanya kwa mtume tukawa tumeweza kufidia jitihada alizozifanya kwetu. Kubwa tumsalie, kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Naam.
Dokta, bila shaka nadhani hata wale ambao kidogo wanatatizika na haya mambo hawapingi yote yanayofanyika yako. Nadhani ni utaratibu ule wa namna ambavyo kuadhimisha. Je, pengine kuna njia sahihi ya kuadhimisha Maulidi bila kuingia kwenye tafaruku na baadhi ya maneno kusema? Kwanza labda niseme kidogo kwa niaba yao. Naam. Mara nyingi wanasema kuna kusanyika wanawake na wanaume. Maarufu hilo. Mara nyingine kuna pigwa ngoma. Lakini mimi niseme tu swali moja. Hivi ikitokea ndoa inafungwa paka kusanyika wanaume na wanawake, ile ndoa itakuwa batili au kile kitendo kitakuwa hakifai? Kitendo kiko sawa. Kukusanyika wanaume na wanawake maajnabi wanaoweza kuoana ni kitendo cha haramu kwa ijma ya Waislamu wote, likifanyika katika maulid au nje ya maulid, lakini halitengui uhalali wa kufanyika kwa maulid. Kuna ndoa ambazo wanaume na wanawake wanakusanyika hapo hapo, wamefanya tendo la haramu, lakini ikifungishwa ndoa ile ndoa sahihi. Kwa hiyo ni nukta ya kwanza. Na pili ni kwamba tumeona jitihada hivi karibuni, hata mufti wa Tanzania wa sasa, kuna wakati miaka kadhaa miwili mitatu iliyopita alikemea baadhi ya mambo yanayofanywa ndani ya mawalidi, kama watu kucheza wakarukaruka. Hili limekemewa na wenye maulidi wenyewe, kwa sababu ni jambo ambalo liko kinyume na utamaduni. Sasa kilichobaki ni jitihada tu za kuhakikisha kwamba halipo, lakini sio kukataza ile maulidi yenyewe. Ni kama yule msemaji aliyosema, ukikuta mtu anakula na mikono miwili ni kumwambia ale na wakulia, lakini chakula hakiwi haramu. Kwa hiyo usimnyime kula. Ndio. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo ni swala la mantiki tu. Na mimi nimeona kuna baadhi ya hao sasa hivi wanasema tulikosea zamani, kila kitu tunakataza. Ilikuwa ni hamasa, mzungumza kwa hamasa zaidi. Lakini lingine, nukta muhimu katika maimamu ambayo yanaaminiwa sana na wenye kukataza maulid ni Imamu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ana msemo wake ambao unakubalika kwa wengine, unaosema hivi: la yunkaru al-mukhtalafu fihi walakin yunkaru al-mujma'u alayhi. Haya maneno kidogo ni principle ambayo inatumika katika sheria, kwamba lile ambalo lina ikhtilafu baina ya Waislamu, yani kuna kauli mbalimbali, kuna wanaosema linafaa, wengine wanasema halifai, na mambo haya yako mengi. Halifanywi kwamba ni ovu, halifanywi kuwa ni munkar kwa sababu lina ikhtilafu, lakini linalofanywa ni ovu, ni munkar, ni lile ambalo lina makubaliano ya ulama. Kama tuko pamoja, hiyo ni principle ameweka, la yunkarul mukhtalafu fihi wa inma yunkarul mujma'u alayhi. Jambo ambalo linaweza kukutuhumu wewe umefanya ovu, umefanya munkari, ni lile ambalo kwa makubaliano ya ulamai wa Kiislamu halifai. Wamekubaliana kunywa pombe ni haram, tabani hilo ni aya ya Qur'an, lakini lile ambalo lina ijtihadi kisha ikapatikana ijma'i ya kwamba halifai, na hakuna ikhtilafu baina ya Waislamu kwamba hili halifai, ukilifanya umefanya ovu, mtu anafaa kukuita kwamba umefanya munkar. Lakini lenye ikhtilafu, si kuna walosema hivi na wengine wanasema hivi. Kwa hivyo kila mmoja pale akili yake inaweza kumtuma namna itakavyomtuma kuamini upande huu au upande huu. Lakini wewe ukiwa upande huu huwezi kuwatuhumu hawa kwamba ni munkari hilo. Kwa sababu gani? Lina ikhtilafu, lina kauli mbalimbali. Sasa tatizo ni kwamba wenye misimamo mikali ndani ya dini ni wale watu ambao wakitofautiana na mwingine huamini mwingine fi nar jahannam. Kwa hivyo ili uwe sawa sawa lazima ufanane na wao katika kila kitu, ambapo si kweli. Kwa sababu tukivunja hizi ikhtilafu tukakubakizeni nyie tu, tutagundua ndani yenu pia kuna ikhtilafu ndogo ndogo, hamtokoma kuwa na ikhtilafu. Kwa hiyo hao wanaitwa masalafu, ndani yao kuna mnyirengo ya kusema hili linafaa, hili halifai. Sasa kule pia mkikataana, mwisho tutabakiza nani? Haitakuwa ni msonge tena Uislamu, kuna kichwa juu, itakuwa tunapindua ule msonge kama inakuwa ni pia. Sasa unajua pia ile juu Waislamu wengi mnashuka mpaka chini, anayebaki Muislamu ni nukta tu, hakuna atakayebaki. Wakati Uislamu ni msonge, tuna kichwa juu, tunashuka wote ni Waislamu sisi.
Wewe unapindua msonge unakuwa ni pia. Waislamu ni wengi lakini unawachuja wewe mpaka anabaki mmoja kule. Kwa sababu ikhtilafu haziwezi kuisha. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Hutakiwi kuita ovu lile linalofanyika na wenzako madhal kuna ulamai wameliruhusu. Linaitwa ni jambo lenye ikhtilafu ndani yake. Sasa tuishushe maulidi hata katika daraja hiyo. Tuseme maulidi ni jambo lenye ikhtilafu. Likishakuwa na ikhtilafu, kila mmoja aheshimu ijtihadi za wengine. Usilioni ni ovu kwa sababu lina kauli nyingine zinazoruhusu. Kwa hiyo hupaswi kusimama ukatokwa na povu kwa ajili ya kuwatoa wenzako katika mstari wa dini kwa ajili hiyo. Na Dokta, zamani tukumbuka wazee wetu nadhani walikuwa wameweka hadi vituo vya maulidi licha kwamba inasomwa muda wote. Lakini ilikuwa Alhamisi ile kuamkia Ijumaa. Katika yale maelezo kwamba usiku ule tukithirisha kumswalia Mtume Muhammad, ilikuwa kwenye misikiti mingi inaandaliwa maulidi. Kwa hiyo nadhani la kueleweka hapa kwamba maulidi hayana kitambo maalum. Muda wote inaweza kufanywa, sivyo? Bila shaka. Ndio maana nitasema mtu alikuwa akifungua nyumba yake akianza kwa maulidi. Mtu ambaye anafanya hakika ya mwanae, aliyezaliwa ni mwanae lakini anafanya maulidi ya Mtume, sio ya mwanae. Sasa bwana mtoto anatoka nje bwana mtolewa atatolewa abebwe na ya nabii salamun alayka, Mtume anasaliwa. Mtume maulidi inasomwa. Si maulidi ya yule mwanao, ni ya Mtume. Na huo ndio utamaduni wetu. Na hayo nasema mimi nimeyashuhudia kwamba kila usiku wa Alhamisi pakisomwa maulidi katika misikiti yetu baina al-maghribi wal isha. Na kwa sababu ule usiku ule kama ulivyosema umetajwa kwamba una baraka zaidi, una mambo mengi, mpaka wengine miongoni mwao ni hao wanaokataa maulidi husema kwamba pakibaki theluthi kuingia alfajiri basi Mungu hushuka. Yani Mungu wao hushuka na kupanda huyo. Sasa kwa ujumla maulidi na historia ndefu, na ingekosekana maulidi sisi hata wale wengi wanaopinga maulidi wasingekuwa Waislamu pengine. Imefanya kazi kubwa sana umma kwetu. Na ilikuwa na nguvu sana katika kuunganisha watu. Imagine Tanzania maulidi ilikuwa inakusanyisha mashia, masunni na wengine. Kwa sababu kuna kamati za kudumu za maulidi katika miji kama Dar es Salaam. Kamati kubwa za maulidi. Jamii yote Wahindi, Waswahili, Waarabu, kuna michango na kamati ni watu wazito kwa ajili ya kufanya maulidi. Na vurugu hii miaka karibuni. Hii ni miaka karibuni na sana baada ya vijana kuanza kwenda kusoma Saudi Arabia. Ilianza kuwa na nguvu kwetu waliporudi huko wakaanza. Na watu wengi hawajui hata Saudia penyewe maulidi zinasomwa lakini zikisomwa kificho. Kuna mtu mmoja anasema Saudia maulidi inasomwa ni vio tu vile vya baadhi ya watu, lakini wenyewe mara kwa mara wanajua shani ya kumswalia sallallahu alaihi wasallam. Lakini swali jingine ni kwamba wale ulamai walikuwa wakikataza wakitoka na povu kukataza maulidi katika nchi ya Saudi Arabia, wako wapi leo hii ambapo pamehalalishwa sasa muziki na wanamuziki wa kimataifa wanaletwa? Wako wapi katika kutoa zile fatwa? Hawa wako wapi katika kuzungumzia Palestina? Watoto wanakufa, maulidi na kufa kwa watoto pale, lipi linatakiwa litumiwe jitihada? Tazameni huku kwetu. Kila ukifungua mtandao raddi kijana sijui fulani amjibu fulani. Hizi raddi zote mbona hazielekezwi Palestina? Raddi. Unaelewa mentality ya watu ilivyokuwa ndogo. Sasa muziki umejaa kwenye nchi ile ambayo kuna Makka na Madina. Palestina hapo jirani tu watoto wanauawa. Sisi tu kwenye mitandao raddi. Unamjibu mwenzako watu wa maulidi hao shenzi au unatuka. Kwa hiyo tuna tatizo kwa hakika. Dr. Abdrazak, bila shaka tumekufahamu vizuri katika nukta hii ya masuala maulidi, lakini kuna toka tumeanza mwezi huu wa mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia tumeona na wimbi la ndoa likidhi. Siri yake ni nini? Taban kawaida huko kwetu mimi nilivyozoea ni kwamba pakiwa na ndoa hutangulizwa maulidi. Ndio. Kwa hivyo na watu huchagua hasa kipindi fulani cha mawalidi kusema ndoa yetu itafungwa wakati fulani. Hakuna imani yoyote ambayo umekuwa wanaaminia hivyo labda? Sisi imani yetu kubwa ni baraka. Kutabarruku. Hiyo ndio imani ya majority ya Waislamu. Majority ya Ahlus Sunna na wafuasi wa Ahlul Bait wanaoitwa Mashia na Ahlus Sunna katika hao tuseme matarika watu wa tasawuf tunaamini kuhusu kutabarruku na Mtume. Je, baraka
kitu baraka kipo, kutabaruku kupo, kupo. Na hii ndio imani yetu. Na kutabaruku sio mtume tu, tunatabaruku hata na maeneo ambayo hayana hadhi ya mtume. Kwa swala la baraka lipo. Na kutabaruku kupo. Na ndio maana ukisoma vitabu mbalimbali na sheria zetu utaona kwamba kuna siku zenye baraka. Kuna maeneo yenye baraka. Na kuna watu wenye baraka. Kwa faida? Kwa faida, kwa mfano aya Lailatul Qadr inaitwa Lailatul Mubaraka kwenye Qur'an. Lailatul Mubaraka. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Mungu anazungumza ile Isra na Mi'raji, anasema Mwenyezi Mungu kamtoa mtume wake min al-Masjid al-Aqsa min al-Masjid min al-Masjid al-Haram Makkah pale ila al-Masjid al-Aqsa, kampeleka mpaka msikiti wa mbali, msikiti ambao Mungu kasema alladhi barakna hawtulo bariki. Kuna baraka pale Palestina. Naam, katika msikiti ule. Na msikiti mwingine wa Makkah ndio una baraka zaidi. Ndio maana unaambiwa raka mbili ukiziswali pale tofauti na pengine. Unaambiwa Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Na maana baraka ni ziada katika jambo. Kitu chenye baraka. Ukisema Waswahili wakisema mchele huu bwana unabariki sana, Kiswahili fasihi. Ukisema mchele huu mchele unabariki sana huu, maana yake ukipika unajaa zaidi. Kwa hivyo baraka ina maana ya ziada isiyokuwa ya kawaida katika jambo. Tunasikia Mungu akupe baraka kwenye umri wako, yani akuongezee kama 60 upate zaidi. Ndio maana baraka. Sawa. Sasa utaona kwamba mtu akiswali msikitini anapata thawabu za ile swala zaidi kuliko kuswali nyumbani. Hiyo inaitwa baraka. Nabii Isa ameambiwa na Qur'ani na akakujalia mubarakun ainama, popote utakapoenda wewe umebarikiwa. Haya, Muhammad hajabarikiwa. Haya, sasa wewe ukimsogelea mwenye baraka huzipati baraka? Kama unasogelea sehemu yenye baraka unapata. Mwenye baraka mwenyewe ukimtaja hupati baraka? Chakula chenyewe kina baraka. Katika hadithi inasema kwamba mtu atakapokula chakula akimaliza arambe mkono, wengine wanasema alambe, wengine wanasema arambe. Arambe mkono wake au amrambishe mtu. Na wanasema kumrambisha au kumlambisha mtu ni yule mtu ambaye hatosikia kinyaa katika watu wa karibu kama mume na mke au mtoto na mzazi. Kisha hadithi inahitimisha anasema hivi, kwa sababu hamjui kwamba katika chakula ni sehemu gani yenye baraka. Ina maana chakula kina baraka. Tuambiwa pia turambe mpaka sahani. Issue ni kwamba usitupe kilichobaki. Na kilichokuwa mkononi usiende ukanao tu ukakiacha. Kwa hiyo kile cha mwisho kile bwana pengine ndio kina baraka. Watu hula wakabakiza wakatupa, basi hakikisha vione na urambe mkono wako vizuri. Sasa kwa katika miezi hii pia nako ndio yale. Sasa mwenye baraka mwenyewe tunamtaja kwa sababu tunatabaruk. Sasa swali lilikuwa kwamba kwa nini maulidi zinafanyika na mzaliwa mtoto unafanya hakuna imani fulani? Naam, ipo imani, lakini ndio hii. Tunatabaruk na bwana mtume, tunapata baraka za kwa kumtaja. Tena hadithi zilizopokelewa na Waislamu wote tena nyingi zinasema kwamba ikiwa una nyumba yako muite mtoto kwa majina haya, kwa sababu yana baraka. Miongoni mwa majina, hadithi inasema khairul asma'i ma ubida wa humida, bora ya majina ya kumuita mtoto ni yale yanaanza na Abdullah, Abdul Malik, Abdul Ghafur, alafu kuna jina la Mungu. Humida ni yale Muhammad, Hamid, Mahmud, Ahmad, Humaid, hayo yenye Muhammad yana baraka. So unamuita Muhammad, umemuita mwanao, lakini kuna baraka katika lile. Sasa imani ya baraka ndio hiyo imejaa ndani ya Qur'ani, inahitaji mawaidha marefu izungumzie baraka. Na hii ndio itikadi yetu. Kwa faida Dokta, nadhani kama katika hayo majina uliyoyataja ni ya wanaume. Je, kwa watoto wa kike? Hapa ametajwa majina, hii ni hadithi moja tu nita. Ndio. Kwa hadithi ziko nyingi. Kwanza kwa upande wa wanaume ametajwa pia majina ya mitume, yote yana baraka. Majina ya kizazi cha mtume, majina ya wakina mama watukufu
Fatima, Khadija, haya yote yana baraka. Asia, Maryam yana baraka. Kisha mtume amewahi kubadilisha watu majina kwa sababu hayana, kwa lugha sasa hivi wanasema hayana positive energy. Ni majina ambayo hayana mvuto lakini hayana baraka, na Qur'ani ikakataza kuitana majina mabaya. Dr. Abdrazaki, kwa kumalizia, una wito gani kwa waumini wa dini ya Kiislamu wa Tanzania katika kuendeleza maulidi kutokana na yale ya maana ya mazito kabisa yanayopatikana ndani ya maulidi katika kumwenzi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kupata baraka kutokana na kumswalia na kufanya vile vitendo vyote vya heri ambavyo huwa tunakusanyia kwa pamoja kuyafanya? Mimi natamani nitumie jukwaa hili kusema kwamba sisi wadau, wengine wanasema washikadau, hakuna washikadau, sisi wadau wa maulidi tunatakiwa wasema kuboresha, pia ni Kiswahili si sawa. Tuzifanye ziwe bora zaidi. Yani maulidi zivutie zaidi, ziwe na viwango zaidi, ratiba zake zikae vizuri. Sisemi kwa sababu wale wanaopinga wasione kasoro, la, Mungu asione kasoro kwenye maulidi, mtume asione kasoro kwenye maulidi. Anaingia katika maulidi apate funzo, akiondoka aondoke na message. Tufocus kwamba tunawaambia nini Waislamu, tunafikisha ujumbe gani, kwa sababu tuna kasoro za kusemwa tulizokuwa nazo katika kuendesha shughuli za maulidi. Mimi nakupa mfano. Miongoni mwa kasoro, tunaweza kukesha kwa ajili ya maulidi, na mtu anapanda midadi, akitajwa mtume midadi inampanda mpaka kisawa sawa, watu wanatoa michafu, wanachangisha kwa furaha. Kisha ikifika salatu al-fajri, safu za msikiti zinakuwa chache. Maulidi maana yake ni kusherehekea kuletewa swala. Ndio kumsherehekea mtume, unasherehekea kuletwa swala. Tena zokuwa nyingi zikapunguzwa. Naam, kuleta swala, kuleta saumu, maadili. Kwa hiyo tunasherehekea yale yaliyoletwa na Bwana Mtume. Sawa. Tukiwa hatuyafanyi sisi ni waongo. Tutakuwa tujamsherehekea sawa. Kumsherehekea mtume, kusherehekea swala, hija na maadili yote. Sasa inapofikia wakati wa swala usiswali, wewe ni msanii. Sasa hayo ndio mimi naweza kusema, kwa maana ya kwamba mtume kuendelea kuwa hai, maana yake ni mafunzo yake kuendelea kuwa hai. Kufa kwa mtume, anaweza kufa mtume akiwa baina yetu, pale mambo yake yote tunapoyaua. Uhai wa mtume ni mafunzo yake kufatwa na kutekelezwa, na sisi tunasema mtume yuko hai, na tunamwambia salamu alayka ya Rasulullah katika swala, ni kwa sababu yale yake yako hai. Sasa mwito ndio huo. Mambo ambayo yamekemewa wanawake na wanaume, na hili ambalo sasa hivi utalitafuta labda kwa tochi ulione, wanaume na wanawake wakichanganyikana, kwa sababu ni jambo ambalo halipo hivyo, labda watoto wadogo wa kiume na wa kike. Hili pia tena wale wa madrasa pengine wa kasida. Lakini halipo hivyo. Sasa masala ya kucheza isiwe kwamba maulidi na kasida na dufu ni badala ya ndombolo sijui na nini za Kikongo. Hapana. Lazima ile heshima iwepo pale. Ama tatamaya unakwenda kulia, si kitu kinachokatazwa. Hata katika dua ya kawaida mtu anaweza kumili kulia kushoto, anapata ladha ya kile anachokifanya, wala hili si tatizo. Ama kurukaruka, kufanya sarakasi, hakuna sarakasi katika maulidi. Kwa hivyo hivi vitu tu ndio tunaweza kusema tuviondoshe, ili maulidi yetu iendelee kupendeza na tufikishe message kisawasawa kwa waumini, ili tuongeze waumini katika swala. Maulidi kubwa ni kuswali, maulidi kubwa ni kufunga, ni kuhiji, ni kufanya yale yote ambayo mwenye maulidi yake anayafundisha. Na huo ndio ujumbe. Dokta, nakushukuru sana, na naamini wakati mwingine pia tutafuata nafasi ya kuzungumza. Naam, mtazamaji wetu wa mahojiano yetu maalum, tumeketi na Dr. Abdrazaki Amir, na leo tukizungumza mada ya maulidi, na kwa uchache tukagusia ndoa saa ambazo tumekuwa tukiziona zikikithiri wakati huu. Ujumbe wake mwisho kwa kumalizia sana vizuri: tunapomsherekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasherekea yale alokuja nayo, na hayo tunatakiwa tuyafanye kwa kina na kwa dhati. Penginevyo tutakuwa tunafanya jambo ambalo halina tija kwetu. Mimi ni Awadhi Rashidi, mpaka wakati mwingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.